Asubuhi nyingine njema ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kutubariki nayo kwa wema wake. Nikitumai kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Na pia ninatumai tena umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu wakati ambapo ameweza na kukubariki na uhai katika uso wa dunia. Hivyo basi tena karibu sana katika kipindi cha manyunyu ya baraka, tuzidi kubarikiwa pamoja, kunyunyiziwa hizo baraka na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Walter Mutevu kutoka kanisa la MBC Ngamba wa Munyu Pastorate Machakos Sabweni Quarter. Karibu tuendelee na kufundishwa na kubarikiwa pamoja na neno la Mwenyezi Mungu ambalo ninaamini kwamba litakuwa ni la msaada kwetu na litatusaidia sana wakati ambapo tunajiandaa. Karibu mpendwa mtazamaji kwa neno la Mungu. Ningependa kabla hatujaanza tuweze kuomba. Tuombe. Mungu asante kwa sababu umekuwa mkuu kwa maisha yetu. Umekuwa tegemeo letu, kimbilio na mwokozi wetu. Tunakuomba Baba wa mbinguni, kama vile ulivyo mtakatifu na mwaminifu, utubariki katika hali zote, usamehe dhambi zetu. Na Baba, tunapoishi hapa ulimwenguni siku ya leo, tuyafanya mapenzi yako. Tusaidie Baba kukupenda na utubariki, tupiganie hata kwa yule mwovu. Tunaamini ya kuwa wewe Mungu mwaminifu na unaweza. Asante kwa ajili ya mtazamaji na asante kwa ajili ya neno lako. Tuokoe Baba kila siku, tusaidie na tubariki. Wewe ndiwe muumba na mhifadhi wa maisha yetu. Nazidi kukutukuza, nazidi kukuinua kwa kuwa wewe ndiwe Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amina. Basi mpendwa, karibu kwa neno la Mungu mara tena, na Mungu akubariki sana. Shughuli zote za maisha yako mtegemee Mungu. Somo letu la leo litatoka Mathayo sura hiyo ya 9 mstari wa 20 hadi 22, ambapo Biblia inasema ya kwamba, na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 nitaanza tena. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu muda wa miaka 12 alikuja nyuma akaunguza upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikiinguza tu pindo wa vazi lake nitapona. Yesu akangeuka, akamwona, akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Naam, hapa tunaona mwanamke aliyesumbuka sana miaka 12. Ugonjwa ulikuwa unamtesa. Alikuwa na ugonjwa uliokuwa unamwaibisha kila mara. Nafsi zake za mwili zote zilikuwa na aibu. Alikuwa anajihurumia, anaona aibu, lakini siku moja akaamua ya kwamba nimesikia Yesu anaponya. Na akawa na imani na akasema nitaenda pale katika imani. Na najua nitakapomguza tu hata kama ni pindo la nguo ya Yesu nitapona. Mwanamke akapigana na umati, akaenda akanguza nguo ya Yesu na mara tu akapona. Basi wazo letu siku ya leo ni tumia imani yako kutafuta ukitakacho. Imani yako ndani ya Mungu, kwa sababu Yesu alikuokoa, alikufa msalabani kwa ajili yako. Mungu akiwa mbinguni anakupenda, amekuumba kwa makusudi yake. Anasema tumombe tutakacho na tutapewa. Wewe leo, asubuhi ya leo, unaweza kuwa na mashida, unaweza kuwa na matarajio mengi, lakini mateso yote, shida unazopitia, madharau, kudharauliwa na chuki wanachokuchukia wanadamu, nataka kukuhakikishia ya kwamba
Mungu anaweza kukupatia chochote utakacho. Mungu anao uwezo. Imani yako kwa Mungu ndio inafanya kazi. Muombe Mungu na muitishe Mungu kile kinachokusumbua. Kwa sababu huyu mwanamke twaona hakuongopa wanadamu watasema aje. Umati uliokuwa unamfuata Yesu hakuongopa utamfanyia nini. Hata wanafunzi wa Yesu mwanamke hakuongopa watamtendea nini ama watamchukulia aje. Lakini kwa sababu shida ilikuwa imemlemea, alikuwa amesumbuliwa na ugonjwa, aliamua moyoni na akajipatia nguvu na akakimbia kwa Yesu, akapigana na umati hadi akamfikia Yesu. Aliponguza tu pindo la nguo ya Yesu, basi wakati huo alipona. Yesu akamtazama tena na akamwambia, mwanamke, binti yangu mkuu, imani yako imekuponya. Na tangu saa zile na wakati huo mwanamke akapona kabisa, akawa na ushuhuda kwa matendo yale Mungu anatenda kwa maisha yake. Mpendwa, asubuhi ya leo ama jioni ya leo ningependa ufikirie mambo mawili. Mungu ako na mpango mwema kwa maisha yako. Unayo mahitaji mengi. Makusudi ya Mungu kwako ni mema. Usifikiri Mungu anakutakia mabaya. Shida na mateso si kipawa cha Roho Mtakatifu. Umasikini na mapitio yote unayopitia si kipawa cha Roho Mtakatifu. Ni mateso ambayo yametengenezwa na shetani. Yale yametengenezwa na adui yako, na mengine yanakufikia kwa sababu umekosa imani. Amuka uombe, jiombee, omba kwa imani, omba utakacho kwa imani. Muombe Mungu mara ya kwanza, muombe Mungu mara ya pili, muombe Mungu kila wakati, na ninaamini ya kwamba chochote utakacho muomba Mungu atakutendea. Tazama imani ya mwanamke, na tazama mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu kwa miaka 12. Alikuja nyuma yake, akainguza pindo ya vazi lake. Basi kwa maana alisema moyoni, atakapokunguza tu Yesu, hata kama ni pindo wa vazi lake, nitapona. Aliamini akiinguza tu nguo la Yesu atapona. Nawe asubuhi ya leo, njia ya kuongea na Yesu, kwa sababu aliyepaa mbinguni atembei ulimwenguni, ni kupitia kwa maombi. Njia ya kuongea na Yesu ni kupitia kwa maombi. Katika kitabu cha Mathayo, Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ombeni chochote mtakacho, na kama mtaomba chochote mtakacho kwa jina langu, Baba yangu aliye mbinguni atawapa. Ombeni na mtapewa. Mpendwa, omba chochote utakacho. Muombe Mungu chochote utakacho, na nakuambia ya kwamba ukiomba kwa imani utaipata. Si kwa kusema kuomba kwa imani, si kuomba kwa sauti kubwa, si kuomba kwa kupiga makelele, si kurudia neno moja tu kila wakati kama vile Yesu alifundisha pale Mathayo. Lakini omba unachokitaka, muitishe Mungu unachokitaka, na itisha tu kwa jina la Yesu, kwa sababu wewe mmoja wa watu wa Yesu. Pita katika pitio lililo ndogo, pita katika njia lililo ndogo la watakatifu. Mateso hata kama umepitia yapi, hata kama umeteseka miaka ngapi, haijalishi umepata na jambo, umeomba jambo kwa miaka mingapi. Mwanamke alitafuta uponyaji kwa miaka 12. Nawe na kuambia usife moyo. Endelea kutafuta uponyaji. Endelea kutafuta uponyaji. Endelea kumuomba Mungu. Usiache imani yako ififie. Usianze kukimbia kwa waganga. Usianze kutafuta wachawi. Usianze kutumia mapepo. Omba Mungu katika imani. Ndumu katika imani, na uwe na hakika ya kwamba ukiomba leo Mungu atakutendea. Muombe Mungu kwa imani na mapenzi yake yatatimia. Mwisho mpendwa, nataka kukuambia aje, imani ulio nayo ndani ya Yesu itakufanyia mambo makuu katika mateso na shida, hata magonjwa. Omba Yesu kwa imani na utapokea kile uombacho. Biblia inasema tu matendo yako yawe ya imani. Basi mpendwa, tunapomalizia, jifundishe kumtegemea Mungu. Uko na magonjwa, uko na mahitaji,
Tunajifundisha katika kitabu cha Biblia, ukiwa na imani muombe Mungu. Omba Mungu mema yaje kwako. Omba Mungu mema yaje kwa familia yako. Omba Mungu mema yaje kwa shida na mateso unayopitia, na mwisho utaona mkono wa Mungu. Kwa maana Mungu si mwanadamu, akisema atatimiza. Anakuahidi, anakupenda. Katika mapambano yote kuwa na imani ya kwamba Mungu ni muumba wako. Katika mapitio yote jua ya kwamba Mungu atakuacha kamwe. Naam, Mungu alibariki neno lake. Tuombe. Mungu mtakatifu, asante kwa kuwa tunayo imani ndani yako. Mpendwa ako na mahitaji yake yote aliyokuomba. Takapokuita kwa shida, akikuita kwa magonjwa, akikuita kwa ajili ya kazi, na katika mapambano yake na ulimwengu, katika hoja zote atakazo kuomba, wewe Mungu najua umwaminifu. Mfikie na usikie maombi yake na umtimizie anayokuomba. Umesema katika kitabu cha Mathayo, tukuombe lolote tutakalo na tutapewa. Asante kwa kuwa tuna imani ya kwamba utampatia mtumishi wako chochote atakachokuomba, kama vile ulivyomponya mwanamke alivyonguza pindo la nguo lako. Yesu, tutendee mema na uzidi kuwa mkuu. Asante kwa kuwa umetusamehe dhambi zetu na utazidi kutuokoa na kutusamehe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Imani ya kweli haikati tamaa. Hata baada ya miaka nyingi. Haijalishi umeweza na kukaa katika hilo jambo ambalo ni jaribu. Katika hayo mapito kwa muda mgani. Kwa Mungu haijalishi siku, miaka ama hata nini. Haijalishi. Lakini tumefundishwa tukajua kwamba imani ya kweli haikati tamaa. Tusikate tamaa. Tumtumainie Mwenyezi Mungu. Na tuamini kwamba yuko tayari kabisa kututendea. Yuko tayari kabisa ili akaweze na kutubariki na kile ambacho tumekuwa tukiomba mbele zake. Endelea na kujipeana tu mbele zake. Endelea na kumtumikia. Endelea na kumwamini. Usichoke kumuita kila wakati. Kuliitia jina lake kila wakati. Maana yupo tayari kabisa kupokea chochote kile ambacho tunamuomba. Na tusikate tamaa. Kama huyu mwanamke aliyapitia yoyote, akatengwa maybe watu wa familia yake, watu wale ambao walikuwa ni marafiki zake, lakini siku ambayo iliweza na kufika, akaweza na kujiamulia na kupitia imani yake na kusema kwamba nitafika, nitang'ang'ana, niweze na kufikia Yesu. Hata kama ni kushika tu pindo la nguo na makanzu yake, nitaweza na kupokea uponyaji. Sio lazima niwekelee mkono, lakini nikishika tu nitaweza na kupokea. Hiyo imani ilikuwa kubwa. Tuwe na imani kama hiyo. Tusikate tamaa. Na tuamini Mungu yupo ni kwa sababu yetu. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Yote ambayo umekuwa ukiomba Mwenyezi Mungu hakika akakutendee na akakuonee mema yake na neema yake ikutoshe. Shalom.